Tutakuwa labda tukiweza kusikia kauli ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta. Na kwa sasa mtazamaji, tufululize moja kwa moja hadi katika kaunti ya Taita Taveta tuweze kupatana naye Julius Mariki atueleze wakazi wa kule wanasema vipi. Julius, wapo unanipata, tueleze hali inakaa vipi? Je, wakazi wa kaunti hiyo wanazungumzia nini kuhusiana na mgomo uliopo na labda bei ama kupanda kwa bei ya mafuta? Na shukrani sana Chichi Josephine kutoka studioni. Nipo katika mzunguko wa Caltex katika mji huu wa Voi. Hii ni kaunti ya Taita Taveta ambapo eneo hili ni mzunguko ambapo unaunganisha mji huu wa Voi pamoja na maeneo mengine ya kaunti hii ya Taita Taveta ikiwemo kuelekea Mwatate, Wundanyi na hadi Taveta kule mpakani Holili na taifa la Tanzania. Vile ni barabara ambayo inashuhudia magari mengi ya usafiri kutoka jiji la Nairobi hadi mji wa Mombasa ambapo ndio barabara kuu ya Nairobi Mombasa, lakini kwa leo hapana magari ya abiria. Hali ambayo tunashuhudia kwa sasa hivi ni magari ya kibinafsi na magari yale ya kiserikali pamoja na lori zile za usafirishaji wa masafa marefu ambapo ni moja tu. Mengi bado yamesalia yakiwa hayapo kwa barabara, wahudumu wa magari wakiwa wanaendelea na mgomo wao kwa siku yao ya pili. Ni hali ambayo imetatiza baadhi ya wale ambao wangetamani huduma za uchukuzi kusafirishwa hapa na pale, ambapo wanazungumzia kwamba bei ya pikipiki nayo imekuwa ghali mno, japo si nyingi ambazo zinafanya kazi. Wahudumu hawa wakiungana vile na wale wa tuktuku na wale magari madogo ya taxi na probox, ni hali ambapo imetatiza usafiri kwa kweli. Natakuwa tunaendelea kufuatilia, kukita kambi, kuweka jicho tu kuangalia yale ambayo yanaendelea kujiri Chichi katika kaunti hii ya Taita Taveta. Baadhi ya wale ambao wamezungumza nami wakisema kwamba wametatizika mno na hawajui wafanyeje, lakini kilio chao kikiwa kama kile tu cha wahudumu wa magari, wakisema kwamba wanamrai Rais William Ruto kuingilia kati na kushusha ile bei ya mafuta ili kwamba shughuli za kawaida ziweze kurejelea hali ya kawaida. Majina kamili naitwa Raymond Mlambo, mimi napiga boda hapa Voi Caltex stage. Tuko na wenzetu hapa pia Caltex Corner. Hii hali ya maandamano kusema kweli inatuumiza sisi kama wanabiashara, juu kazi yetu imeathirika. Hatufanyi kazi vizuri kuanzia jana, na wengine tuna mafamilia, tuna mabibi nyumbani, tuna mabili za kulipa, lakini hii hali imetuathiri. So tunaomba serikali ijaribu kuchukua hatua zinazowezekana, at least mwananchi aache kuumia bwana. Ni hayo tu, na viongozi waajibiki, at least wajikakamue. Tunajua wanapitia changamoto, lakini wajitahidi juu mwananchi anaumia zaidi. Kuhusiana na mpangilio ya mafuta kwenye kazi zetu hazifanyiki vizuri. Tuangana usiku na mchana, lakini kuangalia mapato yetu pia yenyewe pia hakuna. Bwana Rais, tulikuwa tunaomba kuhusu mafuta tupunguzie. Hata kama ni leo tupunguzie ili kazi yetu iendelee. Maana kuna watu wana watoto wao shuleni, wengine ndio safiri. Kama sasa tuko sehemu za junction ya Mwatate, watu watakwenda kazini lakini hakuna usafiri. Sisi wenyewe kama mko hapa hivi tutakusafiri, lakini siwezi kusafiri sababu hakuna magari, pikipiki ziko bei juu, hatuwezi beba pikipiki. Tuomba tu Bwana Rais tuhurumie sisi wa Kenya. Tunahangaika sana. Na Chichi, tutaendelea kukita kambi kuhakikisha kwamba tunaendelea kumletea mtazamaji yale ambayo yanajiri kwenye kaunti hii ya Taita Taveta kila punde yanapojiri. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na kuangazia masuala mengine kama haya katika maeneo mengine ya taifa. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, huyo ni mwandishi wetu kutoka kaunti ya Taita Taveta akitujuza hali ilivyo. Na hivyo basi Joash ameweza kutueleza kile ambacho kinaendelea na vile ambavyo inakaa katika kaunti hiyo imesalia tu mahame. Hakuna shughuli ambazo labda zinaonekana, na swali linasalia, je, iwapo hali hii itaendelea hivi siku zijazo za usoni kutakuwa vipi? Watu watakosa chakula jamani. Ni swala ambalo ni la kutamausha.